mwingine alitakiwa awe hakimu, mwingine alitakiwa awe profesa, mwingine alitakiwa awe mhubiri wa injili, mwingine alitakiwa awe mwimbaji. Lakini yuko mwingine tu alizaliwa kwa ajili ya kuzaa mtoto wa aina fulani. Kwa mfano, aliletwa na Mungu ili aje akamzae rais, aliletwa na Mungu aje akamzae mhubiri wa injili, aliletwa na Mungu ili aje akamzae mtoto mwimbaji. Sasa huyu mtoto alipokuja huku duniani, kulingana ile hatima aliyobeba, Shetani alilijua lile alilolibeba. Kwa hiyo ataanza kukabiliana naye, kumzuia kwamba asiwe kile kitu alichotakiwa kuwa. Matokeo yake anajikuta kuwa katika njia ambayo hakutaka kuwa. Mzazi anapomtazama yule mtoto anaumia moyoni mwake, kwa sababu anajiona kama alisindikiza waliozaa, anajiona kama mwenye bahati mbaya, anajiona kwamba kwa nini yeye hafanani na wengine. Nikakwambia wazazi wengine wanafika mahali pa kuonea watu wengine wivu. Akiangalia watoto fulani wamesoma, wote wana kazi zao, wote wana magari yao, wana maisha bora, lakini wakwake tu mtaani ndio wanapanda na kushuka. Wakwake tu ndio wakutembea kwa sababu magari ya watu wengine barabarani. Wakwake tu ndio wanaoonekana ni wavuta bangi. Kitu kikipotea mahali, anayekumbukwa wa kwanza ndio huyo mtoto, kwa sababu yeye tu anajulikana yuko anapita-pitaga tu mtaani. Lakini wakati wa kusoma alikuwa anasoma na hawa ambao sasa hivi wana maisha bora. Walikuwa pamoja shule, walikuwa pamoja utotoni, waliishi maisha fulani ya pamoja. Lakini wengine wametangulia, wengine wamechelewa, kwa sababu adui anapigana na hatima zilizobebwa za watu hawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu sema ile hatima iliyobebwa. Hebu rudia tena ile hatima iliyobebwa. Rudia tena ile hatima iliyobebwa ya familia yangu. Rudia tena ya familia yangu. Ile hatima iliyobebwa ya familia yangu. Rudia tena ile hatima iliyobebwa ya familia yangu. Lakini adui akaivuruga, lakini adui akaizuia, lakini adui akaichelewesha, lakini adui akaiipa. Mungu ana uwezo wa kurejesha. Hebu sema tena, Mungu wangu anaweza kurejesha. Rudia tena, Mungu wangu anaweza kurejesha. Rudia tena, Mungu anaweza kurejesha. Hebu sema, Mungu anaweza kuyafanya kuwa mapya. Biblia inasema Mungu alimwambia Yeremia, nenda mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi. Unapofika kwenye hiyo nyumba ya mfinyanzi, nenda ukaangalie kazi anayoifanya huyu mfinyanzi. Yule Yeremia aliposhuka mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi, alimkuta mfinyanzi akifinyaga vyungu, akifinyaga vyombo mbalimbali vya udongo. Na yule mfinyanzi, ilikuwa chombo alichokifinyaga kikiharibika mkononi mwake, anakibadilisha na kukifanya kuwa chombo kingine. Haleluya, amen, haleluya, amen. Yani yule mfinyanzi, chombo kile alichokifinyaga kikivunjika, anakibadilisha kukifanya chombo kingine. Haleluya. Na hata leo Mungu akamwambia Yeremia, hebu waambie hao na Israeli, je, mimi siwezi kufanya kama afanyavyo mfinyanzi huyu? Kwamba kile chombo kilichovunjika mkononi mwa mfinyanzi, alikuwa anataka kutengeneza sahani ikavunjika, ataigeuza kuwa kikombe. Ilikuwa anataka kutengeneza jagi likavunjika, atageuza kikawa chungu. Kama mfinyanzi huyu afanyavyo, je, mimi siwezi? Ni kweli watu wamekengeuka, wamepotea, wameacha kusudi la Mungu aliloitiwa. Lakini Mungu yule yule aliyekuumba hapo mwanzo, chombo hichi ni kweli kimeharibika, lakini ana uwezo wa kukifanya chombo kingine. Haleluya. Ana uwezo wa kukifanya hicho chombo kuwa chombo kingine. Kama ni mhubiri, ulitakiwa kuhubiri, lakini majira akachezewa, Mungu ana uwezo kukufinyanga na kukufanya upya tena. Alikusudia uwe mfanya biashara ukaharibiwa na ibilisi, Mungu ana uwezo wa kukufinyanga tena. Rejea kwa mfinyanzi, ana uwezo wa kukutengeneza. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Nasema usimkatie tamaa yule mtoto, usimkatie tamaa yule ndugu yako, usimkatie tamaa yule mama, usimkatie
tamaa yule baba, maana mfinyanzi anaweza kumfinyanga kufanya chombo kingine. Haleluya. 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 Niko hapa nikueleze mambo kadhaa ambayo Mungu alisema katika maisha yetu na mambo ambayo tunapaswa kuyadai. Moja, ningependa ujue kwamba Mungu aliapa akasema ataubariki uzao wako. Kwa hiyo uzao Mungu alisema ataubariki. Lakini ukitizama yule ndugu yako amezaliwa kama wewe, naye ni uzao kwa mamaye, naye ni uzao kwa babaye, naye ni uzao wa mtu fulani, lakini kuna kitu hakiko sawa sawa, kuna kitu hakijakaa sawa sawa, kuna kitu hakiendi vizuri kwenye hiyo nyumba, kuna jambo liko sawa, na aliyebebeshwa mzigo ni wewe. Hakuna mwanafamilia mwingine aliyebebeshwa, ni wewe. Mungu alikubebesha akasema wewe ndio utakayebeba mzigo kwa ajili ya ndugu zako, ili niwaponye, niwaokoe. Unashangaa hata ufanyeje wa mzigo uondoke, maana Mungu amekufanya kuwa kama sadaka ya kafara kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya familia, na kumbe ujui wala utambui jambo hili. Unaona tu kwamba kuna kitu kinakusukuma kuombea familia, kinakusukuma kuombea ndugu zako. Umejichukia hata mwenyewe, umechukia maisha yako, utaki dunia, unataka ubebe watu fulani fulani, kwa sababu Yesu amekufanya wewe kuwa punda wa kumbeba yeye ili awaokoe wao. Sema amen. Sema amen. Simoni wa Kirene alibeba msalaba wa Yesu, akaubeba ili kumsaidia katika kazi ya ukombozi. Na wewe umebebeshwa kwa ajili ya hiyo nyumba, kwa ajili ya hiyo familia. Simama vizuri tufanye jambo. Haleluya. Sasa elewa kwamba hawa waliofika walipofika hawakutaka kuwa kama walivyo. Elewa hilo kwanza. Yaani usimuone anavuta bangi ukamchukia, usimuone ni mzinzi ukamchukia, usimuone ni mwizi ukamchukia. Afadhali ungetamani kumsaidia, kwa sababu ya mkini roho ingeweza kukuvaa wewe na isimvae yeye, na usingepata mtu wa kukusaidia. Lakini kwa kuwa ilimvaa yeye, amekuwa hana msaada. Mungu amekuinua wewe uwe msaada wake. Sema amen. Sasa tunataka kila jambo usilolitaka kwenye familia, kila jambo usilolitaka kule nyumbani, kila jambo usilolitaka liwepo, usimame nalo mpaka liondoke. Haleluya. Hebu sema ni mimi wa kubadilisha. Rudia tena, ni mimi wa kubadilisha. Sasa sijui nianzie wapi. Mungu Roho Mtakatifu nisaidie. Mungu alisema hivi. Naomba nianzie hapa tu. Nianzie hapa. Kona hii naona ni nyepesi. Nasikia kutokushika hichi. Yani sijui nifanye kipi. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 7 mstari wa 13. Neno la Bwana linasema. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 7 mstari wa 13. Naye atakupenda na kukubarikia na kukuongeza, tena ataubarikia uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako, maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako, katika nchi aliyowaapia baba zako kuwa atakupa. Haleluya. Haleluya. Anasema ya kwamba ataubarikia uzao. Kumbe tulitakiwa kubarikiwa, au uzao ulitakiwa kubarikiwa. Lakini tunashangaa uzao badala ya kubarikiwa, uzao umekuwa ni mzigo kwenye familia. Uzao umekuwa ni matatizo ndani ya familia. Uzao umekuwa utamaniki. Uzao umekuwa ni chanzo cha chuki na magomvi ndani ya familia, kwa sababu kuna mambo shetani alikuja akapanda ili kuvuruga familia. Mpango wa Mungu ilikuwa ni kuinua hiyo familia kupitia wewe. Mpango wa Mungu ilikuwa ni kuinua hiyo familia kupitia fulani ndugu yako. Lakini adui alipokuja kupanda magugu, akavuruga kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia kitokee. Sasa yule ndugu amekuwa hana mbele wala nyuma, amekuwa hana uelekeo. Wengine wamefanywa mpaka kuwa vichaa, wengine wamefanywa mpaka kuwa watu wasioweza
kupambanua, yani wamefanywa akili zao kuwa kama zenye mtindio hivi, hawawezi kupambanua mema na mabaya. Ni watu ambao wamefungwa kwenye vifungo, na kama tukisema tunampenda Mungu, lazima tujitahidi kuwasaidia watu hawa. Sema amina. Sema amina kubwa. Hebu sema nitafanya kazi hii pamoja na Bwana. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu alisema atawabariki, uzao utabarikiwa. Lakini kiukweli ukitazama pale nyumbani, ukitazama familia jinsi ilivyo, unaona kabisa huyu hajabarikiwa. Unaona kabisa huyu kazuiliwa. Unaona kabisa huyu kashikiliwa. Unaona kabisa huyu si mpango wa Mungu kuwa hivi. Lakini amekuwa jinsi alivyo. Amekuwa jinsi alivyo. Je, tuseme uwezo wa Mungu haupo? Je, tuseme uwezo wa Mungu umeshindwa kumsaidia? Hapana. Anasema niite nami nitakuitikia. Haleluya. Uniombe nami nitakupa. Uniombe. Bwana asifiwe sana. Kumbe kuna mahali tunatakiwa tuende tusimame, tudai haki za watu wetu. Kumbuka, haki utafutwa kwa sheria. Sheria, neno la Mungu linasemaje? Inasema atendaye dhambi atakufa, mshahara wa dhambi ni mauti. Okay, tunajua makosa mengine waliotenda. Je, umeshabeba mzigo huo kutubia makosa yale hata siku 2 au 3 tu? Kwa sababu toba yenye kugusa moyo wa Mungu, ukisoma maandiko unaona toba ya siku 3 ilipofanyika mahali popote iliugusa moyo wa Mungu. Ilibadilisha mtazamo wa Mungu juu ya watu. Watu wakarehemiwa na Mungu, wakageuzwa. Mungu akaleta baraka, akaondoa laana. Maana dhambi zimeleta laana, dhambi zimeleta mateso, dhambi zimeleta mzigo. Uonevu uliotendeka umeleta mzigo na mateso ndani ya maisha ya watu. Sasa wanaoishi wanasema mimi sikufanya. Ni kweli kufanya. Lakini unajua tafsiri ya andiko hili? Yesu anasema mimi nimo ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu. Baba yuko ndani yangu na mimi ndani yake. Na ninyi kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ukisikia yeye yuko ndani ya Baba na Baba kuwa ndani yake, maana yake anazungumza kwa habari ya characters. Anazungumza kwa habari ya tabia na asili, kwamba jinsi Baba alivyo mwema na mimi ni mwema kama yeye, maana yuko ndani yangu na mimi ndani yake. Zile tabia alizo nazo ziko ndani yangu na za kwangu ziko ndani yake. Sema amina kubwa. Kama Baba alivyo msamaha, ndivyo na mimi nilivyo msamaha. Yani tabia alizo nazo Baba ndizo ziko ndani yangu pia. Jinsi alivyo mkweli ndivyo na mimi nilivyo mkweli. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Baba yuko ndani yangu na mimi ndani yake. Haleluya. Sasa anaposema sisi tukae ndani yake na yeye kukaa ndani yetu, anataka zile tabia alizo nazo zikae ndani yetu na zionekane jinsi alivyo yeye, na sisi tuwe hivyo. Ndio maana mimi siwezi kuogopa kusema Baba yuko ndani yangu na mimi ndani yake, kwa sababu mimi nilitokana na Baba. Damu iliyoko ndani yangu ni ya Baba yangu. Ikipimwa sasa hivi itaonekana chanzo changu ambaye ni Baba. Yani itaonekana tabia alizokuwa nazo Baba yangu hata kama yuko hai leo. Lakini zitaonekana, maana yeye ndiye aliyenizaa. Kwa hiyo kama alivyokuwa yeye ndivyo na mimi nilivyo. Sema amina kubwa. Haleluya. Haleluya. Sasa kama mimi nimetokana na mbegu fulani, ile mbegu iko ndani yangu. Yesu anasema hivi, neno la Mungu ni mbegu. Nyingine zilidondoka kwenye udongo mzuri, na nyingine zilidondoka njiani, na nyingine zilidondoka kwenye mwamba. Sasa kama Baba alitenda dhambi na damu niliyobeba ni ya kwake, ile mbegu inaweza ikuwa na safiri ikinifuatilia. Kama Baba alikuwa mchawi, kwa mfano jambo msilolijua, Ibrahimu alitoka Uru wa Kaldaya, yeye na baba yake aitwaye Tera. Na alipotoka alikuwa naenda mahali ambapo baba yake mzazi alikuwa anamuongoza kwenda, panaitwa nchi ya Harani. Alipofika Harani, baba yake alikufa pale na Mungu akamuita Ibrahimu. Alipomuita Ibrahimu, tafsiri ya kuitwa manake ni kumuita kutoka kwenye asili ya baba yake. Baba yake alitoka Uru wa Kaldaya. Uru wa Kaldaya ulikuwa ni eneo ambalo lina
wachawi. Kwa hiyo yamkini hata wale waliosafiri pamoja na Ibrahim, yani baba yake mzee Tera, yamkini walikuwa wanashughulika na mambo ya uganga na uchawi. Wakati Mungu anamuita Ibrahim, anamuita atoke kwenye asili ya kwao, na ndio maana Mungu anamwambia ondoka wewe tu ondoka katika nchi ya baba yako na jamaa zako, alafu nenda mpaka mahali nitakapokuonyesha. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini mtu huyo ambaye ni Ibrahim, wakati wa kuondoka anaonekana ana moyo wa kutaka kufuatana na mtoto wa ndugu yake aitwaye Lutu. Ndivyo ilivyo mioyo ya wanadamu wengi hata leo. Wanatamani ndugu zao wasipotee, wanatamani ndugu zao wabadilishe staili ya maisha walionayo, wanatamani ndugu zao waache uovu, wamche Mungu, wanatamani ndugu zao waache yale mambo mabaya, maovu na dhuluma na uchafu, ili wamgeukie Muumba wao. Lakini haijawezekana mpaka sasa. Kila watu watazama wanasikia kukwazika na kuchukia, lakini ni nani ajuaye kama mzigo huo ukubebeshwa wewe, ili wao waokolewe, ukavikwe taji kwa ajili yao. Beba mzigo huo kuwaombea mpaka Mungu atakapowageuza, ili Mungu akakuvike taji wewe. Sema amina. Ile taji na kungoja, lakini hutaivaa kama hutafanya kazi inayokupasa kufanya. Sema amina kubwa. Haleluya, haleluya. Sema kile kilichopandwa kwenye familia ambacho sio cha Mungu, kwa hakika nimeapa kama Mungu aishivyo kitang'olewa. Sema nimeapa kama Mungu aishivyo, hilo pando la adui ndani ya familia yangu litang'olewa kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema litang'olewa. Kwa hiyo sasa, hebu jaribu twende sasa. Kwa nini watoto wengi wameharibiwa maisha yao na kuvurugu? Hebu angalia siri hii ya ajabu sana kwenye kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 12. Ufunuo ile sura ya 12, Biblia inaniambia kuanzia ule mstari wa 7, nitasoma mpaka somewhere labda mstari wa 12 hivi. Nitasoma kuanzia mstari wa 7. Biblia inasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda. Sema mapigano yalikuwepo, lakini hawakushinda. Shida yupo mtu sana. Mapigano yalikuwepo, lakini hawakufanyaje? Hawakushinda. Hii Mkristo unapaswa kuijua. Kumbe shetani akija atapigana na wewe, atapigana na familia yako. Pointi ya msingi, je, unampa kushinda? Haleluya. Anasema nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwako wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Kumbe anatushtaki mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, yani mbingu na malaika washangilie. Mbingu na wakao ndani yake, yani mbinguni na malaika washangilie, kwa sababu yule adui ametupwa. Alafu anasema ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Hebu sema ole wa nchi. Nchi ni wapi? Hebu sema ni hapa tulipo. Anaposema ole wa nchi, manake hazungumzi juu ya ardhi, anazungumza juu ya wakazi wa nchi. Maana mbingu imepigana, imeshinda vita. Kumekuwako wokovu na mamlaka ya Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, mwana kondoo aliyeshinda.
lakini ole wa nchi, maana amekuja na hasira, alafu sisi hatujui. Mbinguni wamemshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa sababu Kristo alichinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwapo. Alikuwa ameshatolewa, lakini katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Ndio maana Yohana anasema alimuona mwana kondoo kana kwamba alikuwa amechinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwako. Huyo alikuwa ameshachinjwa. Ndivyo maandiko yanavyosema. Bwana asifiwe sana. Sasa anasema ole wa nchi. Hebu tuendelee na mstari wa 13 kidogo. Anasema na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai, yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani, hata mahali pake hapo alishwapo kwa nyakati na nusu wakati. Mbali na nyoka huyo, nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikameza mto ule alioutoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wasiozishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Angalia, mwanamke anayezungumzwa hapa ni kanisa. Kanisa ni bibi harusi au ni mwanamke wa mwana kondoo ambaye atazaa mtoto mwanamume. Lakini hapa pana mafumbo kadhaa kama matatu, lakini zungumze lile la kwetu. Kanisa litazaa uzao, ambao uzao huu, kanisa ni nani kwanza? Kanisa ni mimi na wewe. Bwana asifiwe sana. Na sisi, mimi na wewe, sote kama kanisa tunaitwa bibi harusi wa mwana kondoo. Kwa hiyo tafsiri ya mwanamke sasa ni kanisa ambalo ni mimi na wewe. Sema amina kubwa. Yaani kanisa ni bibi harusi wa mwana kondoo. Ndio anaendelea kupambwa. Yaani mimi niko hapa studio na mpaka wanja sasa. Yaani wametumwa watumishi mbalimbali ili kuendelea kusema neno la Mungu, kuandaa huyu bibi harusi afae kwa ajili ya karamu ya mwana kondoo, siku ya harusi ya mwana kondoo, siku ya harusi ya bwana harusi aitwaye Kristo anapokuja kulinyakua kanisa, alikute likiwa safi. Sema amina. Haleluya. Kwa hiyo mwanamke sasa ambaye ni kanisa sasa, joka alienda ili ameze mtoto anayemzaa. Yule mwanamke akapewa mabawa, akapewa uweza wa kiungu wa kuweza kutoka mahali ambapo shetani hawezi kumdhuru huyu, akaenda katika ulimwengu wa roho wa kiungu wa kulindwa. Sema amina kubwa. Ndio maana anaweza akakutegeshea ajali hapo na usigongo na hilo gari. Yule adui alivyoona, yule joka alivyoona ya kwamba huyu mwanamke amepewa uwezo sasa, akaenda kwa nyuma yake, akaachilia mto, maji mengi kama mto, ili asombwe nao. Huwa hayo maji mengi kama mto ni majaribu. Haleluya. Haleluya. Amen. Kidogo ni kinyatana. Wanaimba wale. Wanatembea kidogo. Yaani haidi haraka sikia kateleza. Sasa hayo maji mengi yaliyoachiliwa kama mto ndiyo yamemkuta kila mtu, ili angalau huo mto umeze, umsombe, umchukue. Lakini kwa neema ya Mungu utakuchukua kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo unakuta sasa alipoona huyu mwanamke ameshindikana, kanisa linakesha, linaomba, linafunga, adui akashindwa. Alipotema ule mto nyuma ya huyu mwanamke ambaye ni kanisa linalofunga na kuomba na kutafuta uso wa Bwana, shetani akashindwa kulidhuru, akaondoka kwa hasira, akafuata uzao wake mwingine ambao ni watu wale ambao hawamwamini Yesu na wala wazishiki amri zake. Sema amina. Sema amina kubwa. Kwa hiyo sasa hawa waliofuatwa
wako ndugu zangu, wako ndugu zako. Baada ya kukushindwa wewe, akageukia kule, akakuta ndugu yako hajaokokaga, hajamwamini Yesu, wala asishiki amri zake. Kwa hiyo akaenda ili afanye vita nao, afanye vita na uzao huo wa mwanamke ambaye ni sehemu ya kanisa. Yani ni mzee fulani wa kanisa, akazaa watoto wake, mmoja ameokoka, mwingine hajaokoka, au watoto wake wote hawajaokoka lakini ameokoka. Shetani huyu joka akapigana na mzee wa kanisa, akamshindwa, akaenda kwa watoto wake, au akaenda kwa ndugu zake ambao bado hawajamwamini Yesu, hawajaokoka bado, akaenda ili apigane nao. Haleluya, haleluya. Lakini nchi ikamsaidia. Hebu sema nchi ikamsaidia. Hebu sema ikafunua kinywa chake, ikameza ule mto. Hebu sema ikafunua kinywa chake, ikameza ule mto. Hebu sema majaribu haya yatakoma kwa jina la Yesu. Hebu sema yatakoma kwa jina la Yesu. Hebu sema maadui wote watamezwa na uweza wa Bwana. Yule mchawi anayepigana na familia yako, ni kweli anaachilia mambo magumu kwa ajili ya kuitesa familia, lakini iko saa nchi itakusaidia. Utasikia anaumwa, yuko hospitalini, anapumulia mashine, utasikia ameondoka, nchi itakusaidia kummeza. Sema amina kubwa. Atatafutwa, hataonekana tena, ili wewe uliye mwanamke ambaye niye kanisa, unayemcha Mungu na kushika amri zake, uendelee kukaa salama wewe na uzao wako. Sema amen. Kwa hiyo sasa wale waliofuatwa hawana msaada, maana hawana neema ya Mungu ndani yao. Biblia inasema angalieni neema ya Mungu isiwapungukie. Yani usije ukapungukiwa na neema ya Mungu, maana ukipungukiwa na neema ya Mungu, adui anapata nguvu ya kukushambulia. So kwa kuwa hawana neema ya Mungu, hawa ndio wale Yesu aliyosema kama wameutendea mti mbichi namna hii, je, mti mkavu wataufanyaje? Mti mbichi, unajua tafsiri yake mti mbichi manake ni mtu mwenye neema ya Mungu, mtu muombaji, mtu anayelijua neno, mtu anayefunga, mtu mwenye imani. Lakini mti mkavu ni mtu asiyekuwa na chochote. Haleluya. Anaenda kufanya naye vita. Anafanya naye vita kwa namna gani? Pressure, sukari, kifafa. Anafanya naye vita, anapambana naye, anamrushia rola ulevi, maana hana kinga. Ni rola ulevi linamuingia, linaanza kumuendesha, linaanza kumpeleka, sio yeye. Yani pepo limeingia ndani linalopendaga kunywa gongo, linaanza kumpeleka ili lione namna ya kummaliza. Oh my God, Mungu wangu akupe neema kubwa kwa jina la Yesu aliye hai. Huyu ndugu yako atakufa kabla ya kuokoka kwa jina la Yesu. Ndugu yako atakufa katika ule uovu mpaka ione neema ya Mungu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Joshua akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu, akafanya uchaguzi, akasema mimi na nyumba yangu, sio mimi tu, mimi na nyumba yangu. Yeye ndiye alichagua. Sema amina kubwa. Ni wewe uchague leo kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu aliye hai. Usiseme nimechoka, nimekuja kuhubiria muda mrefu amnisikii. Uende tena na tena. Usiseme kwamba mmenitukana mtakiona cha moto. Imeandikwa nabii akubariki nyumbani, kumbariki katika nchi yake mwenyewe, akubariki nyumbani kwao. Ni kweli akubariki, lakini wewe ndio uliyechaguliwa, ndio uliyepakwa mafuta. Utawaeleza tena na tena. Utaenda utakukimbiza na mawe, utawaeleza tena. Watakukimbiza na visu na mapanga, utawaeleza tena mpaka watakapoipokea neema. Sema amina. Haleluya. Amen. Yale mateso ambayo shetani ameyaleta yanaotesa watu, hakuna mtu mwenye amri juu yake ila ni wewe. Biblia inasemaje? Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu shetani, wala hakuna kitakachowadhuru. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu shetani. Haleluya. Haleluya. Sasa kuna watu wengine maisha yao hayatabadilika wala kuinuka mpaka wakamilishe assignment waliopewa. Assignment uliopewa, kazi
kazi uliopewa, maana kila mtenda kazi anastahili posho yake. Sema amina kubwa. Yeye ndiye aliyetoa yai hilo. Bwana asifiwe sana. Sasa mpaka achukue maamuzi ya kulichukua tena lile yai, akaliwekea joto siku 21. Akishaliwekea siku 21 joto, ndipo kifaranga kitatoka kikilia kikiwa hai. Lakini kuku huyu asipochukua hatua, hakuna kitakachotokea. Lakini nataka nikwambie, ndani ya hilo kava la hilo yai kumekwama kuku mwenye kichwa, mwenye pumzi, mwenye uhai, mwenye manyoya, mwenye miguu, amekwama kule ndani, anahitaji kusaidiwa atoke. Sema amina. Wale watu Mungu amewaumba kweli, ndugu zako, wana vitu wamekuja navyo, lakini wamekwama. Wanahitaji mtu wa kuweza kusimama kuwasaidia, ili kile kilichokwama kitoke ndani yao na kikaonekane kilete utukufu wa Mungu hapa duniani wakati ukiwa hai. Sema amen, amen, amen. Kwa kweli ninasema, huyo ndugu yako ambaye anateswa kwa nyakati hizi atatoka kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa nyakati hizi atatoka. Ni wewe tu udhurie tu haya maombi. Nisikilize nikwambie, mahali popote ambapo pana nguvu za Mungu, ukienda tu hata ukijihudhurisha ukikaa hapo, unapokea ile anointing. Sema amina. Unaibeba ule upako, unaubeba tu, unalazimisha mambo yanatokea kwenye maisha yako, kwa sababu mahali popote ambapo pana moto, vyombo vinavyokaa karibu na huo moto vinapata joto. Sema amen. Sema amen. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Ni mwisho wa matatizo kwenye familia yangu, maana Yesu alikufa msalabani ili nipate wokovu na familia yangu ipate wokovu. Hebu sema familia yangu ipate wokovu kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Unajua kila siku unapigana na shetani na hujawahi kujua. Hata kwenye fikra zako anakuambia, unamaliza kuwaombea ndugu zako, alafu umemaliza kuwaombea tu, unashangaa mtu anakupigia simu, anakuambia nikwambie nini? Unajua dada yako leo ametoka kwa mganga. Yule sio mtu, ni pepo. Ni pepo amekuletea message kukuvunja moyo. Biblia inasema wakati huyu alipokuja kwa Ayubu kumwambia ngamia wameuawa, ni mimi tu nimepona, wakati akiwa anaeleza habari hiyo, akaja na mwingine kusema haleluya. Sasa nini shetani anakitafuta? Shetani anapigana nao kukuonyesha huyo Mungu wako naye mtegemea si kitu wala sio lolote. Sasa bidii yako wewe ndio itamlazimisha shetani aondoke. Ayubu alifika stage mpaka mwanamke anamwambia, huyo Mungu wako ni kitu gani? Ni bora mkufuru uende ukafe. Lakini akamwambia, sipowahi kujua kama katika miongoni mwa wanawake wajinga na umo, kwamba Mungu ametupa mema asitupe na mabaya. Mabaya ni sehemu ya maisha yetu. Ayubu akakiri maneno hayo, hakumtenda Mungu dhambi katika mapito yake yote, na Mungu alimjia kwa wakati na kumbadilisha historia. Sema amen. Amen. Sema amen. Nisikilize, sheria ni moja tu. Hebu sema sheria ni moja. Yaani mtu wa kuformulate sheria ya pale nyumbani ni wewe. Biblia inasema lile utakalo lifunga litafungwa, na utakalo lifungua litafunguliwa. Manake wa kuandika sheria ni wewe. Unasikia? Umenisikia vizuri? Umenisikia vizuri? Kule nyumbani kwako wa kuweza kuhamua maisha gani yaendelee ni wewe kuanzia leo. Sema amina. Simamia hilo. Alafu ukishalisimamia wewe, Mungu atakutukuza sana wewe. Haleluya. Lakini kabla ya kusimama kwenye nafasi, kuna vitu utavikosa. Amen. Amen. Hebu sema mimi ndiye ninayehamua sheria. Hebu sema tena, ni mimi ndiye ninayehamua sheria. Hebu sema ni mimi ninayehamua. Nisikilize. Biblia inasema maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Alafu mahali fulani akawa anafundisha akasema, mpanzi alienda kupanda akachukua mbegu. Alipokuwa anafafanua, anasema nyingine zilidondoka kwenye udongo mzuri na nyingine kwenye mwamba na nyingine njiani. Akasema mbegu ni neno la Mungu. Hebu sema mbegu ni neno la Mungu. Okay, sasa sikiliza. Hii Tanzania nchi yetu hii ilianza mambo ya Kipentekoste na watu wachache sana. Na wale watu wachache sana walishambuliwa sana
maana ilionekana ni kitu cha ajabu analeta. Lakini walitembea huku na kule wakihubiri Injili, wakifanya mikutano, na kila mahali walipokwenda yale maneno waliyoyatamka yalibaki kwenye ile anga. Maneno waliyoyatamka yalidondoka kwenye ardhi, yakawa mbegu. Kwa hiyo watoto waliopokuja kuzaliwa kwenye lile eneo wakaishia kuwa mitume, wakaishia kuwa manabii, wakaishia kuwa wainjilisti, maana mbegu ilishaachiliwa. Sema amina. Pale kwenye familia yako kuna magugu, inahitaji utamke maneno ya mbegu pale kwenye familia. Sema amen. Kuanzia leo kwa jina la Yesu familia yangu itaokoka. Familia yangu yote itaokoka. Ninaweka damu ya Yesu kwenye mipaka yake yote, ya kwamba siku moja wataokoka. Na ni mwisho wa matambiko. Nimefunga matambiko kwenye familia, na kigonda cha matambiko nimekivunja na kukipomoa, na hiyo madhabahu nimeipasua kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Amen. Hii ni sheria. Yaani ilivyoitamka tu hivi imeshakuwa pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni mwisho. Kuanzia sasa watu hawataolewa kwenye mji huu wakaotoka. Hawataolewa kwenye mji huu wasizae watoto. Hawataolewa na kurudi nyumbani. Ninakataa kwa jina la Yesu. Nimefunga mlango huu. Kuanzia siku hiyo ukombozi utakuwa umetokea. Elia akasema, haitanyesha mvua ila kwa neno langu. Mbingu ikafungwa kwa neno lake. Mbingu ikafungwa kwa neno lake. My God. Sijui nizungumze nini, lakini siku ya Alhamisi itakuwa ni siku ya hatari sana. Sema amina. Itakuwa siku ya hatari sana. Anatamka neno hili na anasema, nafunga kila mlango wa ibilisi, hata nifungia siku ya Alhamisi, hata nichelewesha, hata nizuia mahali popote kwa jina la Yesu. Nimenyunyiza damu ya Yesu na ninatamka nitafika hapa kwa msaada wa Bwana katika jina la Yesu saa 9 kamili na kuifanya kazi ya Bwana. Sema amen. Amen. Hiyo ni sheria nimeshaiweka tayari. Maana naona hata hili leo anachezea rafu. Bwana asifiwe sana. Anajua kabisa haniwezi, lakini sasa anajitahidi kumtengenezea mazingira ya kunichelewesha ili kile kitu kinachotakiwa kufanyika kisifanyike. Nisikilize. Tumbo lilimzaa mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu katika tumbo. Unapokamata tumbo ukatamka maneno juu ya uzao wote uliozaliwa, ukiwa ni mwanamke ukashika tumbo, umeshika tumbo kwa niaba ya wanawake wote. You don't understand ninachosema. Katika tumbo la mwanamke Mungu aliweka something so special. Yaani kule Mungu anaficha siri zake za uumbaji. Watu wasione jinsi anavyomtengenezea mtu sikio, jinsi anavyomwekea pua. Amemwamini mwanamke akasema, naweka kitu changu hapa, naomba unilindie mama. Na huyo mama akasema sawa. Haleluya. Kwa hiyo wanashirikiana na Mungu kuleta jambo jipya katika ulimwengu. Na kama huyu mwanamke ana siri za uumbaji, pia ana siri za kuleta mabadiliko katika uumbaji. Sema amina. Sema amina kubwa. Sema kwa jina la Yesu aliye hai. Kila mwanamke aliyezaa alizaa mtoto mwema, alizaa chema, alizaa chema, alizaa chema, alizaa chema. Ninang'oa magugu yaliyopandwa kwenye uzao wake, yaliyopandwa kwenye uzao wake, ninayang'oa kwa jina la Yesu aliye hai. My God, sijui kama utajua kitu cha kuombea. Yaani there is strong prayer. Kuna maombi unaweza ukayaomba mwaka baada ya mwaka na ya kuzali matunda, na uone yakileta mabadiliko, kwa sababu unaomba vya kwako binafsi. Mungu amekuweka ili uzae, uombee familia, uombee ndugu zako, lakini ufanye. Hebu mpe Yesu makofi. Hallelujah. 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 Sema kwa jina la Yesu. Rudia tena kwa jina la Yesu. Kile nilichobebeshwa na Mungu, kile nilichobebeshwa na Mungu, kile nilichobebeshwa na Mungu nitakifanyia kazi kwa jina la Yesu. Adui hutanizuia. Shetani unayepigana nami, shetani unayepigana na familia, hautashinda, hautashinda. Maana Yesu alishinda ili mimi nishinde kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu natangaza kushinda wala sio kushindwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa shetani anapopigana na wewe, anaweza akatengeneza mazingira kaleta vita anavyojua vitakuumiza, vitakuudhi, vitakukasirisha ili ushindwe kusimama kwenye nafasi yako. Kwa mfano, akapanda mapando kwa ndugu zako, alafu wewe kile unavyowatazama unachukia. Ulikuwa na mfungo unaendelea
nao. Ulikuwa unaomba maombi yako fulani, lakini atakuudhi kwa sababu alikuonyesha kitu fulani. Atakuudhi ili kukutoa kwenye mstari. Hiyo ndio style anayopigana nawe. Sema kwa jina la Yesu, adui hauna nafasi. Sema tena, hauna nafasi. Toka kwenye maisha yangu, toka kwenye familia yangu, achia maisha yangu, achia familia yangu. Hauna nafasi kwa jina la Yesu aliye hai. Anaweza kukutengenezea roho ya hasira, hasira tu, ili kukuharibia kibali. Sio wewe. Unajua kinacholeta kibali kwa mtu ni unyenyekevu, upole, utii, uaminifu, lakini awe sio mtu wa makasiriko. Haleluya. Hasira, hakuna mtu anataka kukana mtu mwenye hasira. Kwa shetani akiwa anataka kupigana nawe kukuzuia maeneo fulani fulani, anaweza akakupandikizia pando la hasira, na hasira ikavuruga baraka zako zote. Sema kwa jina la Yesu aliye hai, pando la hasira ondoka ndani yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Niachilie kuanzia leo kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa unaona joka anapigana na mwanamke, alafu alipoona amemshindwa akaenda akapigana na uzao wake. Vivyo hivyo Mungu alivyojichora kanisa kwa umbo la mwanamke au kwa kutumia mwanamke, ndivyo pia uzao wa mwanamke unavyopata vita kupitia majaribu mbalimbali ambayo shetani anayaleta dhidi ya ule uzao. Kwa damu ya Yesu unaenda kushinda. Naomba uinuke hapo hivi. Hebu weka mkono kwenye kitovu chako. Uwe mwanamke uwe mwanaume, weka mkono wa kulia unaitwa mkono wa haki kwenye kitovu chako. Tamka maneno haya. Hebu sema, Baba wa mbinguni, leo nasogea mbele zako kwa jina la Yesu. Ninaomba unitakase kwa ile damu ya Yesu. Unitakase kabisa, unioshe kabisa na kuniweka huru. Asante Bwana kwa kunitakasa. Asante Bwana kwa kuniosha. Asante Bwana kwa kuniweka huru. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa. Baba wa mbinguni, nasogeza uzao wa mwanamke, uzao wa mwanamke, uzao wa mwanamke, na usogeza mbele zako. Kama nilivyokamata tumbo langu, ndivyo nilivyokamata uzao wa mwanamke. Ninausogeza mbele zako. Ninaomba damu yako thamani ipite ndani yao, ipite katikati ya uzao, kufuta makosa yao, kufuta dhambi zao. Baba wa mbingu na nchi, tupe neema Bwana, tupe neema Bwana ya kuinua uzao wa mwanamke kwa jina la Yesu aliye hai. Nakataa kila pando la adui alilolipanda kwa uzao wa mwanamke. Kuanzia sasa ninang'oa hilo pando kwa damu ya Yesu. Ninaling'oa hilo pando kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaling'oa hilo pando kwa damu ya Yesu Kristo. Pando la adui alilolipanda kwa uzao wa mwanamke, leo naling'oa kwa jina la Yesu. Leo naling'oa kwa damu ya Yesu. Leo naling'oa kwa msaada wa Mungu aliye hai. Hebu anza kung'oa kwa damu ya Yesu. Tamka na ng'oa hilo pando la uharibifu. Ninaling'oa kwa jina la Yesu aliye hai. Ninang'oa kwa jina la Yesu aliye hai. Ninang'oa kwa jina la Yesu aliye hai hilo pando la uharibifu, pando la uharibifu lililopandwa katika uzao wa mwanamke, pando la uharibifu lililopandwa katika uzao wa mwanamke. Ninaling'oa kuanzia sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Hilo pando la adui ninaling'oa sasa. Ninaling'oa sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaling'oa sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Nang'oa hilo pando, naling'oa hilo pando kwa
jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nang'oa sasa, nang'oa sasa katika tumbo la mwanamke, katika usawa wa mwanamke, nang'oa hilo pando, ninaling'oa kwa jina la Yesu. Achia maisha ya mwanamke, achia maisha usawa wake kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Zile tabia ulizozipanda kwenye usawa wake, tabia za uzinzi, tabia za uongo, tabia za wizi, tabia zozote ulizozipanda, tabia za kutokupenda Mungu, tabia za kuchukia ibada, tabia za waganga, za kwenda kwa waganga, tabia za uchawi, tabia za ushirikina, ninazing'oa, ninazing'oa kwa jina la Yesu. Hilo pando la adui nang'oa sasa, nang'oa sasa kwa jina la Yesu, kwa msaada wa Bwana ninang'oa, ninang'oa. Anza kung'oa. Leta tabaye ramasata labaya ibasata kabayondo libasata tabaye likabrinda sandara basundo likapaya ibasata ye. Kwa jina la Yesu nang'oa kila pando la adui, ninaling'oa sasa kila pando la ibilisi, ninaling'oa sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Ninang'oa kaskazini, ninang'oa mashariki, ninang'oa magharibi, pando la uharibifu. Achia maisha mtu yeyote, achilia kwa jina la Yesu. Ondoka, achilia, ondoka, achilia kwa jina la Yesu. Ninakung'oa, ninakung'oa, ninakuondoa, ninakung'oa, ninakuondoa kwa jina la Yesu. Achilia sasa, achilia sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achilia maisha mtu yeyote, ninakuharibu kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Nang'oa hilo pando, pando la ulevi, pando la masengenyo, pando la wivu, pando la chuki, pando la kuolewa na kuachika, pando la magonjwa. Ninang'oa kwenye usawa wa mwanamke, ninang'oa, 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 ninang'oa kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninang'oa sasa yale mapando yaliyopandwa kwenye maisha yangu, kwenye familia. Ninang'oa kwa jina la Yesu, ninang'oa kwa msaada wa Bwana, ninang'oa kila mahali. Achia ewe pando, ninakung'oa, ninakutupa ewe pando, ninakuondoa kwa jina la Yesu aliye hai. Asante e Bwana, Bwana umetenda, jina lako libarikiwe katika jina la Yesu. Yesu makofi ya utukufu. Yesu makofi ya utukufu.